naitwa Beatrice. Kuna spirit nimekuwa nikihisi usiku. Nikiwa nalala nasikia kuishiwa na nguvu. Alafu nasikia siwezi kabisa hata kupepesa macho. Nimekuwa nikihisi hivyo kwa muda mrefu. Na leo kuna roho ilikuwa inanisukuma nije. Nimekuwa sina amani kabisa. Unasikia unanyongwa? Nasikia hata sijui nielezeje. Nasikia ni kama kuishiwa na nguvu. Yaani kama nimekamatwa kabisa. Usiku. Unasikia mwili umechoka? Ni mzito kabisa. Siwezi hata kupepesa macho. Venye nimelala ni hivyo. Siwezi kufanya kitu. Yesu atakuponya leo. Amen. Na hiyo hali haitakurudia tena. Amen. Hizo ni ataki za adui. Leo utafunguka. Amen. Na nini kingine kinatendeka wakati hiyo hali imekukujia? Nasikia tu siwezi kuomba. Nikijaribu kuomba nasikia usingizi mzito. Hiyo spirit inakuachilia leo na Mungu akujibu kwa haraka. Amen. Daudi akasema usikie kilio changu na unijibu kwa haraka. Amen. Ina maana kuna hali ilikuwa inaendelea. Hata kile ambacho umesahau, yale huwezi ukasema, Mungu akujibu leo. Amen. Na huyo aliyesababisha upitie hicho, Mungu amregesee. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na iamuru hiyo spirit kwa huyo mama. Chukua chochote ulichoweka ndani yake, alafu na uondoke. Chukua kila kitu cha kwako. Okay, unataka kumuua kupitia ndoto, vile watu wanalala mzima anaamka ni marehemu. Chukua haraka, chukua matanga. Yes. Chukua haraka, chukua matanga. Hata kufa aache mtoto yatima, wala hata acha mume wake mjane wa kiume. Chukua haraka. Kuanzia kichwa na waka moto. Yes, moto. Chukua haraka. Chukua matanga. Fire, achia haraka. Wachia haraka. Chukua haraka, chukua matanga. Hakuna kifo kwa hiyo familia. Ninang'oa kifo katika jina la Bwana majeshi. Tunaachilia moto kwa nyumba anaishi. Fire, achia haraka. Tumeshika mateka matanga. Tunaachilia moto kwa hiyo familia. Kila madhabahu ya wachawi, ya waganga, tunapasua yote. Roho za kichawi, roho za vifo, roho za matanga, roho za waganga. Tumana moto. Fire. Tumana fire. Katika jina la Yesu Kristo. Moto ndani ya tumbo. Fire. Roho za mashetani, roho za wachawi, roho za waganga. Tunafungua maisha yake. Mnaachilia leo roho za wachawi. Achia ndoa yake, achia mtoto. Chukua magonjwa, chukua madeni, umasikini. Tumana moto. Fire. Mko wangapi? Nijibu haraka. Yeah? Nijibu na mdomo. Mko watatu. Okay. Muliingia lini ndani yake? Mmekaa miaka mingapi? 9. Miaka 9. Jesus Christ. Akiwa hajaolewa. Akiwa msichana bado. Hapo alikuwa na miaka mingapi mkiingia ndani yake? 15. Alikuwa na miaka 15. Mmekaa 9. Imagine mtu anakaa na pepo miaka 9. Mnacheka naye, mnakula naye. Na hivi ndivyo watu wengi wanateseka hivi. Watu wanashindwa nini kinaendelea na maisha yako. Kumbe kuna roho. Hii ni wazi kwa wale ambao mnaolewa na kutoka. Unaweza olewa, siku ile ulikuwa unaenda kwa ndoa, kuna spirit ilikusindikiza na baada ya muda fulani ikakutoa. So unaona ameolewa, ako na mtoto, amezaa, mapepo watatu wanaishi ndani. Na unasikia usiku, anasikia ni kama mtu anataka kukufa. Vile ameelezea, mwili unaisha nini? Nguvu. Sasa mwanaume anaweza ona tabia fulani, anashindwa kujua. Hata akieleza wazazi, baba yake wanajiuliza, huyu mtoto hakukuaga hivi.
hata mamake anashanga, kumbe ni maroho ameolewa nazo. Unanielewa? Sasa hii pia ni funzo kwa mtu anaajiriwa. Achukua sasa, nataka muone sasa. Nini kingine mefunga? Mefunga nini kingine? Nini kingine mefunga kwa maisha yake? Huduma ya uimbaji. Nini kingine maharibu kwa maisha yake? Ndoa. Cha pili, nataka mtoto. Unataka mtoto? Mnataka mtoto wake? Mpeleke wapi? Nataka sadaka. Nataka damu isiyo na madoa. Okay, hakuna sadaka tena. Hakuna sadaka. Hakuna sadaka za matoto. Ndio, angalia vile shetani analilia nyama ya mtu. Yaani shetani analilia nyama ya mwanadamu. Hamtaua mtoto. Hamtaua. Ninatangaza leo, aliyewatuma kwa miaka 9 mkiwa ndani yake, mwenye aliwatuma kama yuko hai, ninawaregesha kwake. Natangaza regesha huko. Nawaregesha kwake. Natangaza ya kwamba chukua kifo, chukua matanga. Ikiwa mtoto wake ni mgonjwa, chukua ugonjwa wa mtoto. Chochote meweka kwa mtoto, chukua haraka. Chukua haraka. Chukua haraka. Mlipotuma mlipewa sadaka ya aina gani? Mlipewa nini? Gani? Huyo msichana alimpea nini? Nguo. Kwa nyinyi mnatoka kwa hiyo familia. Mnatoka huko kwa huyo msichana. Alimpea nguo. Alimpea kama zawadi. Ilikuwa yake. Huyu ndiye alipea yule. Ama yule ndiye alipatia huyu. Huyu ama ni ya yule? Ni ya huyu. Akapea yule. Okay. Ndikawa sababu ndio mkaingia. Alipeana nguo aina gani? Alipeana nguo gani? Sweta. Ya shule ama ya nyumbani? Ya nyumbani. Okay, ya kala gani? Ya kala gani? Ya kala gani? Ya pink. Okay. Umetoboa siri sasa. Ni kuondoka, muondoke sasa. Mpea. Wale walienda kuifanyia nini? Walienda kuifanyia nini? Wakakata. Okay. Yali pena koro safi kama zawadi. Wakakata. Wakaenda kuroga. Wakafanyaje? Wakamrudishia. Wakakata kipande, wakabaki nacho, wakamregesea. Okay. Chukua sasa. Sasa nataka muondoke. Chukua haraka. Chukua na uende. Toa pale mliweka nguo yake. Ile piece mahali mliweka. Pale mliweka hiyo piece. Tembea toa, tembea toa, tembea toa. Toa, toa, toa. Tembea. Chukua haraka na hasira kwa mtoto. Chukua. Tembea, tembea toa pale mliweka. Tembea. Tembea. Tembea toa pale mliweka. Toa pale mliweka. Toa haraka, toa uchawi. Toa uchawi mahali mliweka nguo yake mlioikata. Ile nguo mlikata, toa haraka. Tembea. Yes. Enda kama mnaendaka kama nyoka ama kama mnyama gani, tembea. Ile njia mnatembea nayo. Tembea. Nenda mkatoe, toa haraka. Toa nguo yake pale mliweka. Toa. Toa haraka. Toa. Wakati hizi marozi na muachilia, uachiliwe pia kwa jina la Yesu. Chochote kimekuleta, pokea ukombozi wako. Toa haraka. Toa. Toa kabisa. Toa. Fungua kila kitu mpaka ndoa. Chochote kile mlifunga, fungua haraka. Kila kitu. Fungua kila kitu. Chochote kile mlifunga. Fungua kabisa kila kitu. Fungua kila kitu. Yes. Uzito, kukosa usingizi, toa. Hasira, kiburi, kukosa maombi, toa kila kitu. Toa kila kitu.
toa, fungua mume wake, fungua bwanake, fungua bwanake, fungua bwanake. Fungua haraka, usibishane na mimi. Fungua haraka. 1, 2, 3. Piga nduru kienda. Haraka. Nduru kienda, enda kuzimu. Nduru kienda, enda. Fire! Kuzimu. Enda kuzimu. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Uwe free in Jesus mighty name. Amen. Amka chini. Hebu niangalie. Umepona, ndoa yako imepona, mtoto amepona. Niangalie. Ushawahi peana sweta ya pinki ukiwa msichana? Ya pinki. Ukikumbuka kwenye maisha yako, umewahi peana nguo kama zawadi, sweta ya rangi ya pinki? Umewahi peana alafu ukarudishiwa baadaye? Ndio, shaipeana. Ushaipeana. Uliyempa ni nani yako? Rafiki yangu. Alikuwa rafiki yako? Okay. Ulimpea, alipoirudisha ulinotice chochote kwa hiyo nguo? Hapana. Au kunotice chochote? Alikaa naye kwa muda gani alafu akakurudishia? Aliniomba tu aende nayo kesha alafu ataniletea. Alikuomba aende nayo kesha alafu atakurudishia. Ukampea akaendea kesha alafu akarudisha. Ukiwa na miaka mingapi hapo? 15 years. Ukiwa miaka 15? Okay. Sasa hiyo nguo ndio chanzo cha matatizo yako. Ulipopeana hiyo nguo ilienda ikakatwa. Wewe haukujua. Hiyo spirit ambayo inakunyongaga, wale mapepo wanakaa ndani yako. Walikuingia ukiwa na miaka 10 na ngapi? 15. Na walikuingia kupitia rafiki yako. Ulimpea nguo, ile nguo akaenda akakata kipando akabaki nacho na wakakutengeneza. Lakini ninachokuomba ni mzima, umsamehe. Chochote umekuwa ukipitia hautakiona tena. Amen. Sema tu Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mfalme wa majeshi. Mfalme wa majeshi. Pokea utukufu na heshima kwa kile umetenda. Asante Yesu kwa kuniponya. Utukufu kurudie tangu sasa na hata milele. Amen.